Yes, bwana kama kawa karibu sana kwenye huu mzigo mtambo wa kuitwa Hitman Driver. Bwana hii simulizi ni kutoka kwake Eda Zaria J Msulwa. Leo jina naitwa Uncle J Masimulizi. Bwana niko hapa kwa ajili ya kukukumbusha pale tulipoishia ambapo kijana Joel mtoto wa mzee Mashushu anagundua kwamba Glory huyu mpenzi wake ni ana maovu mengi mno ambaye yamemsababishia matatizo. Sasa nini kitatokea? Kumbe Glory ni mpenzi wa mtu bwana, na Joel hakulijua hilo, akamvesha mpaka pete ya uchumba. Ndio mnaambiwa siku hizi, jamani, ingeni vizuri, watu wana watu wao. Mnaona kama vile watu wanatania, watu siku hizi wana watu wao bwana. Ona ingia tu kichwa maziwa, kumbe mtu ana mtu wake. Ndio haya yanayomkuta kijana Joel. Bwana, karibu kwenye hii sehemu ya pili. Glory alibaki anashangaa huku akimtazama kijana huyo ambaye ni mpenzi wake. Kijana Khan alianza kupiga makofi ya dharau. Kwamba mlihisi ya kwamba mimi sito kukamata, si ndio? Kijana Khan mwenye asili ya Kihindi alimuuliza hilo swali Glory. Sasa kijana Joel ilibidi amuulize Glory kwamba Glory, kwani huyu jamaa unamjua? Joel aliuliza huku akitetemeka kwa baridi. Glory kusema ule ukweli alikosa jibu, alibaki tu na kigugumizi. Glory, jamaa yako anajua kwamba wewe ulitoa mimba yangu ili uwe naye ukihisi ya kwamba ana pesa nyingi kunishinda mimi, si ndio? Kijana huyu wa Kihindi alipoyaongea maneno hayo ya kwamba Glory alitoa mpaka mimba, Joel alipigwa na bumbuazi, akabaki anamtazama Glory, mwanamke ambaye anampenda na kumwamini kwa maisha yake yote, kiasi cha kumvisha mpaka pete ya gharama, akiamini Glory ni wake peke yake. Kumbe Glory ana machafu mengi yaliyomfanya mpaka watekwe pamoja. Glory, kwamba ni kweli ninachokisikia? Joel aliuliza huku macho akimtoka kwa mshangao. Glory muda huo machozi yalizidi kumbubujika huku akimtazama kijana Khan. Glory, ulihisi mimi sitorudi nchini Tanzania na ukahisi kwamba mimi sitakukamata Naomba unisamee, Glory alilia kwa uchungu. No, jua wanawake weusi bana, mkipendo huwa hampendeki. Kwa ukaona kote huko mpaka unakuja kutembea na haka kavulana kapuzi. Sasa mimi nataka nikuonyeshe ni jinsi gani naumiza kuumizwa kwenye mapenzi. Kani, kijana wa Kihindi, alizungumza huku akiwa anavua koti lake. Nitafutieni kitu kizito. Nahitaji kumfundisha mtu adabu. Kijana mmoja wa Khan alitoka ndani ya hiko chumba na baada ya muda alirudi akiwa ameshika kipande kirefu cha nondo. Mkuu, hiki hapo lichoniagiza. Hiki naona kinafaa kabisa. Khan alichukua hiko chuma. Tafadhalini, msimguse huyu mwanamke. Kama ni mwanaume kweli, nifungue mimi alafu tupambane. Joel alizungumza kwa msisitizo na kumfanya kijana Khan pamoja na vijana wake wamtazame Joel. Okay, hebu mfungueni huyu. Mkuu, mimi nimesema mfungueni. Khan, kijana huyu wa Kihindi, alimkabidhi kijana wake nondo hiyo na akajinyosha pale vizuri viungo vya mwili wake kwa sababu yeye ni mtu wa mazoezi. Okay, Joel
alizungumza huku akiwa anarusha ngumi ambazo dhahiri shairi zinaonyesha sio mtu mwenye ujuzi wowote kwenye mapigano. Kijana Khan wa Kihindi huyu alizikwepa ngumi zote, ngumi zaidi ya 6 alizokuwa kijana Joel amezirusha. Kijana Khan alizikwepa. Mara baada ya kumaliza kuzikwepa, Khan alirusha ngumi nzito mno, ngumi ambayo ilimpiga Joel. Ilikuwa ni ngumi ya kifua, mpaka Joel akainama hivi kwa maumivu makali mno. Wakati anainama, akasindikizwa kwa kupigwa na kigoti cha kifua, ikamfanya kijana Joel alale chini chali. Damu puani zilianza kumtoka. Khan akasema, kwa hiyo huyu ndo mwanaume uliyekuwa unamtaka, si ndio Glory? Khan alizungumza kwa dharau huku akimpiga kijana Joel mateke mfululizo ya tumbo. Glory akasema, mwache, unamuua. Glory alizungumza kwa sauti kubwa. Kijana Khan akamrukia Glory, akamlaza chini, akaanza kumtandika makofi mfululizo ya uso huku akiwa amemkaba kooni. Sikiliza wewe mpumbavu, mimi nimewajengea hadi wazazi wako, alafu unaniona mimi ni kama fala? Khan alizungumza huku akiendelea kumkaba kwa nguvu Glory ambaye mpaka muda huo alikuwa na tapatapa. Nisikiliza mchenzi, sasa nakuua ili wazazi wako wapoteze mtoto malaya kama wewe. Mwache. Joel alionekana kuzungumza kwa sauti ya kukatakata huku damu zikiendelea kumtoka. Unataka kufa, si ndio? Khan alimwachia Glory, akamgeukia kijana Joel. Alianza kumpiga ngumi mfululizo za uso. Kipigo hiko kilizidi kuiweka hali ya kijana Joel kwenye mstari wa kifo. Mkuu unamuua huyo, acha afe mbwa huyu. Khan alisimama kwa kihema kwa hasira na viganja vya mikono yake vilikuwa vina damu. Akamsogelea Glory, akamvua nguo yake chini na akaanza pale kumbaka mbele ya vijana wake pamoja na Joel ambaye alikuwa anapata maumivu, lakini Glory muda huo alikuwa analia kwa uchungu. Lakini Joel hali yake ilikuwa inazidi mbaya. Alikuwa anashindwa kufanya chochote kile kwa sababu nguvu za mwili mzima zilikuwa zimemwishia. Sasa wewe si malaya, leo na kushughulikia ipasavyo. Leo na kuingilia mpaka kusikoingilika. Mungu atakulipa. Haki ya Mungu na kwa pia Mungu atakulipa. Glory alizungumza huku akilia kwa uchungu mno. Kijana Khan aliendelea kumbaka Glory. Alimuingilia kinyume na maumbile, na baada ya kumaliza kitendo hicho cha kikatili akasimama huku kijana Khan akiwa na hema kweli kweli. Sikilizeni, kati yenu nisione mtu yoyote anawasaidia hawa wapuzi. Khan alizungumza huku jasho likimwagika, kwani alikuwa ametumia nguvu nyingi mno kutimiza matakwa yake maovu kwa Glory pamoja na Joel. Alipandisha suruali yake, alitoka ndani hapo na kuelekea sebuleni. Vijana wake wawili nao walitoka ndani hapo na kufunga mlango wa chumba hicho kwa nje. Joe, Glory alijiburuza huku akiwa katika maumivu makali mno. Alimfikia Joe aliyekuwa na mwangiko na machozi, huku uso ukiwa umevimba kutokana na kipigo cha ngumi nyingi mno. Nakuomba unisamehe Joe. Nisamehe mimi. Glory alilia kwa uchungu huku akishuhudia hali ya Joel jinsi inavyozidi kuwa mbaya. Nakufa. Joe alilalama huku akizidi kuwa katika hali mbaya mno, na malaika mtoa roho alizidi kumnyemelea. Please, usife baby. Ukifuta niachana nani? Glory alilia, ila kulia kwake hakukusaidia hali ya Joe kuwa mbaya, na ukichanganya na ugonjwa aliokuwa nao kijana Joe, ndo hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya.
kama utatoka hapa ukiwa uko hai, mwambie mamangu anisamehe. Joe alizungumza kwa shida huku akikohoa na kutema madonge makubwa ya damu. Tutatoka wote mpenzi, usife. Joe alitabasamu huku akimshika Glory kwenye kiganja chake cha mkono. Nakupenda Glory. Joe alizungumza maneno hayo kwa shida, na mara baada ya dakika 2 alitulia tuli, huku mapigo yake ya moyo yalianza kudunda kwa mbali. Joel. Glory alizungumza huku akiminyaminya, akiwa na minyaminya pale Joel kifoni mwake ili kuweza kuyashtua mapigo yake ya moyo. Joel, nakupenda. Joel, please usife tafadhali. Glory alijitahidi kuminya kifua cha Joel kifoni mwake kwa viganja vyake, na ghafla Joel akafumba macho yake. Mungu wangu, usife. Glory alijikuta anashindwa kumaliza sentensi yake, kwani Joel aliyefumba macho yake moja kwa moja. Glory aliinama na kuweka sikio lake kifuani mwa Joel. Hakusikia mwenendo wowote ule wa mapigo ya moyo. Joel. Glory aliita huku akiweweseka, akajikongoja mpaka mlangoni na kuanza kugonga kwa kasi. Msaada please. Glory aliita huku akipiga mlango huo kwa nguvu mno. Jamani, msaada. Mlango ulifunguliwa kwa kasi, ukabamizwa ule mlango. Mlango ukaanguka pembeni. Mlinzi mmoja akazungumza kwa ukali, tulia we mbwa. Naomba umsaidie, anakufa mpenzi wangu. Kelele za Glory zilimfikia Khan sebleni. Khan alinyanyuka kwa kasi na kisha akachukua kipande cha nondo kilichokuwa kimewekwa mezani pamoja na kijana wake huyo, akaingia ndani ya hiko chumba. Hakuuliza, alimpiga Glory na kipande hiko cha nyondo kichwani mwake na kumfanya Glory anguke chini pale pale lizima. Mimi sihitaji kelele. Lakini mkuu, unataka sema nini? Amekufa. Mlinzi huyo alizungumza mara baada ya kusikilizia mapigo ya moyo kijana Joel na kutokusikia chochote. Kama amekufa vizuri sana. Huyu malaya mtoeni, mumuingiza kwenye chumba changu kule. Nahitaji kumtumia usiku kucha. Sawa mkuu. Na vipi kuhusu maiti? Iacheni humu. Huyu hajafa kazimia, atafufuka tu kutoka kuzimu. Neno la Khan ni sheria kwa vijana wake hao, ambao wanaifuata kila anachowaambia pasipo kubisha, na wakafanya kila alichokuwa mikizungumza kijana Khan, na ukauacha mwili wa Joe ukiwa umelala sakafuni kwenye baridi kali. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona kijana Gamba alionekana kufunga breki za ghafla na akasababisha mpaka gari kuseleleka barabarani mpaka tairi zikachora kwenye mistari ya lami. Gari ilisimama huku mwili mzima ukimtoka jasho, japo ndani ya gari alikuwa amewasha AC, ila kijana Gamba alihisi hali ya utofauti ambayo hakuwahi kuitegemea. Picha ya Joel ilimjia kilini mwake. Gamba taratibu aliendesha gari mpaka pembezoni mwa barabara. Alishuka na alihisi mapigo ya moyo yakimwenda kasi mno. Kwani dogo umepatwa na nini? Gamba alijiuliza huku akiwa ameinama pembezoni mwa gari. Akaitoa simu mfukoni na kutazama kwa sekunde kadhaa, na kisha kairudisha mfukoni. Alirudi ndani ya gari ili aweze kuendelea na safari kurudi Dar es Salaam. Baada ya safari ya masaa kadhaa, Gamba alifanikiwa kufika nyumbani kwa mzee Mashushu.
ulinzi wa ndani nyumba hiyo, huku ndugu wa mzee Mashushu wanaoishi jijini Dar es Salaam wakiwa nao walikuwa wamewasili. Gamba, mzee Mashushu aliita hivyo huku akitoka nje pamoja na kijana Gamba. Kijana Gamba akasema ndio mzee wangu. RPC amenieleza juu ya taarifa ambayo uliwapatia. Sasa naona masaa yanazidi 24 yamepita toka kijana wangu Joel kaondoka hapa nyumbani. Tumeshauriana kama familia kumtangaza kwenye vyombo vya habari akiwa na yule binti yule. Hilo wazo nalionaje Gamba? Mzee wangu, ni wazo zuri mzee, ila inabidi nguvu ya wananchi pia iweze kutusaidia. Ndio, ni kweli kabisa. Na mimi nimetangaza kiasi cha milioni 150 kwa mtu atakayesaidia kupatikana kwa mwanangu pamoja na huyo binti. Hivyo jaribu kufuatilia kwa rafiki zake ambao unafahamiana nao, inaweza pia katusaidia. Sawa mzee wangu. Na vipi kuhusu mama? Mama yako yuko ndani, pressure inamsumbua, ila madaktari wameshafika na wanamshughulikia. Basi sawa mzee wangu, acha mimi nikaendelee kupeleleza kwa rafiki zake, ila mzee, nitakuomba uniwezeshe mafuta kidogo. Achukua kadi yangu hii hapa ya benki. Wewe ukifika tu kwenye ATM yoyote, toa pesa ambayo unahisi itakusaidia kwenye mzunguko yako, na namba yangu ya siri ni mwaka aliozaliwa kijana Joel, si unafahamu? Ndio mzee. Basi fanya hivyo, tuchakarike, japo najua toka usiku haujapumzika, ila hali ndio hii tulionayo mpaka sasa hivi. Mwanangu Joel sijui yuko wapi. Usijali mzee wangu, hili hapa ni la kwetu sote. Asante sana kijana. Mzee Mashushu alipiga hatua 3 mbele na kisha akageuka. Gamba. Ndio mzee. Na kuamini. Nashukuru, sitokuangusha mzee wangu. Okay, sawa. Gamba alielekea chumbani kwake kwa haraka, akaoga na kisha kabadilisha nguo. Aliondoka nyumbani hapo, akasimama kwenye ATM moja na alitoa kiasi cha milioni 2 na kisha aliondoka na moja kwa moja akaelekea kwenye shamba lake, huku akiwa amenunua pale chakula usiku, kwani siku nzima kijana Gamba alikuwa amezunguka na hajapata chakula. Akafika shambani kwake, akakaribishwa na mlinzi wa mazao yake. Boss. Halo, umeamua kuja huku kwema kwani boss? Ni kwema kabisa, mazingira yako salama kwani hapo? Yako salama boss. Vipi familia? Wazima kabisa boss. Gamba akatazama soda 2 za kopo alizokuwa amezibeba kwenye mfuko, akamrushia mlinzi wake chupa moja na kisha aliingia ndani. Gamba alipitiliza mpaka katika chumba chake cha siri, huku akifunga mlango. Aliwasha flat TV zote ndani ya chumba hicho, zipatazo kama 7 zilizokuwa zimepachikwa ukutani. Gamba aliwasha kompyuta 2 zenye uwezo wa hali ya juu, akafungua kabati la kuhifadhia silaha, akatoa bastola moja yenye magazini iliyojaa risasi, akakaa kwenye kiti cha kuzunguka. Mpo wapi nyinyi washenzi? Mpo wapi? Gamba alizungumza huku akitazama tangazo lililokuwa linaonyesha kupotea kwa Joel pamoja na Glory. Gamba akafungua faili moja la siri katika kompyuta yake, akalitazama kwenye TV moja aliyokuwa ameunganisha na kompyuta hiyo. Alitazama namba za siri na vijana wake ambao amefanya nao kazi nyingi miaka kadhaa ya nyuma. Gamba akaitazama namba ya meneja wa hoteli na kisha akampigia. Gamba panaongea. Ndio Gamba. Samahani, unaweza kunipatia rekodi za CCTV kamera za wateja wako wote waliofika jana? Bila shaka nakupatia. Basi tuma kwenye email aliyokutumia mzee. Nahitaji rekodi zote kuanzia saa 6 usiku ya kuamkia siku ya jana. Sawa, hakuna shaka kabisa. Gamba alikata simu, alifungua barua pepe na baada ya dakika 2 ujumbe wa video kaingia. Akafungua, akauhamishia kwenye TV ili kuweza kuona kwa ukubwa wa rekodi hizo. Gamba aliendelea kufuatilia kwa umakini namna watu walivyokuwa wanaingia kwenye hoteli. Ni hoteli ya kifahari mno. Akawaona wanaume waliomteka Joel wakiingia kwenye chumba kimoja cha hoteli. Hiki chumba kama niliona mtu akiingia. Gamba alizungumza kwa kirudisha rekodi hiyo nyuma.
akamwona kijana mmoja hivi kama wa Kiarabu akiingia ndani hiko chumba masaa 4 kabla ya wanaume hao kuingia. Akasimamisha hiyo picha ya huyo kijana, akaitafuta rekodi yake, akaona ni Khan bin Salim, uraia pacha India na Tanzania, kuzaliwa 93. Gamba alijikuta akisoma taarifa hizo kwa sauti mno. Meneja kampuni ya TTS India, watengenezaji wa bajaji nchini Tanzania, kiwanda kiko Mbagala. Okay. Gamba alisoma taarifa za kiwanja hicho kinachomilikiwa na bilionea wa Kihindi ambaye makazi yake yapo nchini India, huku Khan akiwa ni mtoto wake wa mwisho. Sasa kuna uhusiano gani kati ya Khan na Joel? Gamba aliendelea kujiuliza maswali mfululizo na kuendelea kuangalia video inayomwonyesha watekaji wakiingia kwenye chumba cha Khan, na baada ya muda wakatoka. Gamba akaendelea kuisogeza video ya korido kilipokuwa chumba cha Khan. Akamwona Khan akiondoka hotelini hapo majira ya saa 12 alfajiri. Khan alionekana akipanda gari ya kifahari aina Range Rover, huku akiwa ameongozana na dereva pamoja na mlinzi. Gamba akazinakili namba za hiyo gari, akazingiza kwenye rekodi za usajili wa namba za magari, na ikatokea jina la kampuni TTS India. Akamtafuta Khan kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, hakuweza kumpata. Glory. Gamba alitaja jina la Glory huku akitafuta akaunti za mitandao ya kijamii kwa jina la Glory. Zikatokea akaunti nyingi na akafanikiwa kupata akaunti ya mtandao wa Instagram ya Glory. Alitazama picha zake nyingi zikiwa za miaka kadhaa. Akaona picha moja ya Glory akiwa na marafiki zake, huku miongoni mwa watu waliopo eneo hilo Khan ni mmoja wapo. Khan na Glory. Okay. Sasa naanza kupata picha. Naam, Gamba alitazama picha hiyo iliyopigwa miaka 4 nyuma. Gamba akatafuta namba 1 na akaipiga kwa kutumia simu yake ya kazi ambayo huiwasha pale tu anapohitaji kuwasiliana na watu wake. Ni miaka mingi sana Gamba kunipigia. Ni kweli madam. Vipi wewe na timu yako? Tupo. Nikusaidie nini Gamba? Nahitaji msaada kuweza kupata location ya huyu mtu nilikutumia kwenye simu yako. Ngoja kwanza niangalie. Sauti hii ya kike ilimjibu hivyo Gamba. Okay, nimeona. Vipi, umerudi kazini au? Hapana, ila nataka tu kujua huyo mtu yuko wapi. Okay, nipe dakika 3 au 5. Okay, nashukuru. Gamba alikata simu na kisha kalitazama kabati lenye silaha nyingi na mavazi yake ya kazi ambayo ni suti maalum zilizotengenezwa kwenye ubora wa kuto kuingiza risasi. Simu yake Gamba ilianza kuita. Yes, hello madam. Nimekutumia location ya eneo alipo. Kama ni kwa wema basi ni heri kwake, ila kama ni kwa ubaya malaika wa Bwana wamtangulie kumpokea. Gamba alitabasamu na mwanamke huyo alikata simu na kumfanya Gamba kuivuta kwa ukaribu alama nyekundu iliyokuwa inamuonesha Khan ni wapi alipo. Kaenda Lushoto Gamba alishusha pumzi, kwani anaamini endapo atamtia mikononi huyu Khan basi atawapata watekaji waliomteka Joel. Ebana, mambo yanazidi kuwa matamu. Kipigo alichopatiwa na Khan kimesababisha kifo cha kijana Joel. Familia ya mzee Mashushu imetangaza dau la milioni 150 kwa mtu atakayempata kijana Joel. Ebana, Gamba ni ametambua ni wapi alipo Khan. Unahisi nini kitatokea? Naenda kumwokoa Joel na kisha narudi kwenye haya maisha. Nafanya hii tu. Hii misheni yangu moja tu inatosha. Nikishamwokoa narudi kwenye maisha yangu ya kawaida. Gamba alizungumza huku akizunguka ndani ya chumba hicho, huku akili yake ikishindia, yani ilikuwa inashindana na moyo wake. Moyo ulikuwa unamshawishi kutokwenda kuifanya hiyo kazi na atoe taarifa polisi, huku akili yake ikichora mfumo mzima wa namna atakavyompata Khan katika eneo hilo la porini ili awataje watekaji, na kama atakutana nao basi hawatakuwa na bahati ya kuendelea kuishi.
inabidi niwasiliane na mzee Mashusho. Hapana, siwezi kuwasiliana naye kwa sasa. Au watakuwa wameshapata taarifa ni wapi alipo Joel? Nani sasa atawaambia ikiwa viwango vyao vya kufikiria ni vidogo? Gamba, waza nini cha kufanya, waza. Nafanya hii na kisha naachana kabisa na hii kazi. Mikono yangu ina damu za watu wengi sana. Gamba akarudi na kukaa kwenye kiti chake, akatazama picha ya Khan. Siwezi kuendelea kukaa hapa. Alafu dogo anateketea. Dogo Joe hajawahi kunifanyia baya lolote. Kwa nini nisimsaidie? Hii ni kazi yangu ya mwisho. Acha niifanye. Gamba alizungumza huku akivua nguo alizokuwa amezivaa. Akasimama mbele ya kabati huku akiwa yuko na boxer tu. Akachagua suti nyeusi kati ya suti nyeusi zinazofanana na hizo 12. Alivaa suti hiyo huku akivalia na shati jeusi. Akatizama kiatu chake cheusi alichokuwa amekivaa chini. Alichukua gloves ngumu nyeusi, akazivaa viganyani mwake. Akaanza pale kuchukua silaha alizoamini ya kwamba zitamsaidia kwenye kazi yake, na akaondoka shambani kwake hapo huku akifuata ramani iliyokuwa inamuongoza mpaka eneo alipokuwa kijana Khan. Naam, msikilizaji, upande wa pili Khan alionekana kuchukua pingu 2, akafunga mikono ya Glory kwenye bomba za kitanda cha chuma. Alimvua nguo zote huku bado akiwa katika hali ya kuzimia. Wewe ulicheza sana na pesa zangu na nilikuamini mshenzi wewe. Sasa leo nakuonesha. Khan alizungumza huku akizitoa nguo za Glory. Mlango chumbani kwake ukagongwa. Sikia bwana, mimi nimesema sitaki usumbufu. Mkuu, ni umuhimu. Hakiwezi kusubiria mpaka asubuhi mpaka mnanigongea. Ni vema mkuu kajionea mwenyewe. Shit. Mnanikatisha utamu wangu. Mambo gani haya? Khan ilibidi avae suruali, akachukua sweta juu ya kiti na kisha kalivaa. Sasa nini cha umuhimu kisichoweza kusubiria mpaka asubuhi? Mkuu, wazazi wa huyu kijana wanaonekana wana pesa nyingi sana za kutupa. Wametoa dau la milioni 150 ili kumpata mtoto wao pamoja na huyo demu. Milioni 150? Ndio boss, ni pesa ndefu sana hiyo mkuu. Tunaweza tukaipiga hiyo pesa. Taarifa yenyewe iko wapi? Mlinzi huyo akaongozana na Khan mpaka sebleni, akatazama hiyo taarifa inayorushwa kwenye vyombo vya habari kama tangazo. Wow. Unajua mimi napenda sana pesa. Milioni 150. Nikiwapa 50 nikabaki na 100. Hilo mnaonaje, si jambo zuri? Ni sawa mkuu. Kamleteni ule mpuzi. Mlinzi mmoja alielekea ndani ya chumba alichomfungia Joe, akawasha taa na akajikuta kibaki na bumbuazi, kwani mwili wa Joe ulikuwa umeshapauka na ni muda mrefu sana alikuwa amekata roho. Mkuu, njoo jione. Wakaingia ndani kwenye hiko chumba ambacho Joel alikuwamo. Mkuu, huyu ameshakufa. Kwa hiyo pesa ndo tumeikosa. Lakini unajua bado tujeikosa. Tena tunaweza tukapata hata mara 2 yake. Sasa mkuu, tunamrudishaje huyu akiwa ameshakufa mkuu? No, haijalishi, ila sasa hivi unajua akili zao zinatambua kwamba mtoto wao ametekwa, na wapo kusubiria kusikia sauti ya yoyote itakayowathibitishia kwamba amempata kijana wao. Cha kufanya, niletee satellite phone. Nahitaji kuzungumza na baba yake, nimpe taratibu zetu, watume pesa, tuwarudishie mtoto wao. Sasa mkuu, wakitaka kuzungumza na mtoto wao, hilo achia mimi nitafanya. Sawa? Sawa mkuu. Walitoka ndani hiko chumba. Huyu kijana wa Kihindi Khan
alipewa simu aliyohitaji na akapiga namba ya baba wa Joel ambaye ilikuwa imewekwa kwenye mitandao. Msikilizaji, mzee Mashushu alionekana kuitoa simu yake mfukoni kwa haraka, huku wana ndugu pamoja na maafisa wa polisi waliokuwa wamepewa jukumu la kufuatilia simu zitakazotiliwa mashaka kujua ni wapi zimetokea, wote wakawa wanamtazama mzee Mashushu. Mzee Mashushu akasema, hii naona ni private number inanipigia. Afisa mmoja wa polisi akasema, pokea tu simu, weka loudspeaker. Na kweli mzee Mashushu akafanya hivyo, akaweka pale loudspeaker. Halo? Halo? Wewe ni mzazi wa Joel? Hapo wakisikia sauti ni nzito, afu hiyo sauti kama ilikuwa inakwaruza hivi. Sasa mzee Mashushu akasema, ni mimi naongea. Nimeona umetangaza dau la pesa. Ndio nimesema dau la pesa. Mtoto wako nipo naye, ila nitahitaji milioni 300 ziweze kutumwa kwenye akaunti ya benki, na kama uko tayari basi tuzungumze biashara. Hapo afisa mmoja wa upelelezi akampa ishara mzee Mashushu kuendelea kuzungumza, huku akijaribu kuitafuta hiyo simu inayopigwa inatoka wapi, ila walichoambulia ni kuona tu simu hiyo inatokea Singapore, yani India. Lakini mbona milioni 300 ni nyingi sana? Basi fanya 400 kwa sababu huna umuhimu wa kijana wako. Kijana wako mpole, kijana wako mstaarabu. Okay. Naomba basi ufanye hata milioni 200 basi. Nakata simu na utakuja kukaa kumuona tena Joel. Okay, basi sawa. Natoa hiyo milioni 300. Natoa. Afisa mpelelezi alimkabidhi mzee Mashushu kikaratasi kilichoandikwa aombe kuzungumza na Joel. Sasa naombeni basi nizungumze na mwanangu, nisikie japo sauti yake tu. Na kutumia akaunti namba, hakikisha pesa hiyo inaingia kwenye hiyo akaunti yangu. Najua nipo upande wa kushika makali ya kisu, ila hakuna biashara ya aina hiyo duniani. Nahitaji kuongea na mwanangu, anithibitishe kwamba yuko hai, na kisha baada ya hapo tunafanya mabadilishano. Namuona mwanangu, natuma pesa, na kisha unanipatia kijana wangu nikiwa ninamuona, la sivyo hakuna biashara hapa ambayo inaweza kufanyika. Sawa, deal. Wapi na saa ngapi? Nitakupigia simu kukutaarifu. Hapo hiyo simu ikakatwa na kumfanya mzee Mashushu ajibwage kwanza kwenye sofa. Afisa mmoja mpelelezi akasema, hawa washenzi wameweka voice changer, na ndio maana tumewasikia kwa sauti nzito ambayo haina uhalisia. Mnajua kwamba pesa mikwangu sio tatizo. Nipo tayari kutoa hiko kiasi cha pesa anachokitaka, ili mradi mimi nimpate mwanangu. Mzee Mashushu alizungumza huku machozi yakimlengalenga na kuwafanya watu wote sebuleni hapa wamhurumie, kwani uchungu wa mwana au juaye ni mzazi. Lakini mzee wangu, ni kuhakikishia hawa tutawakamata tu, wala tosijali. Mlango ulifunguliwa. Aliingia mtoto wa kwanza wa mzee Mashushu, akamkimbilia baba yake na wakakumbatiana huku akiwa analia. Baba, mmefikia wapi? Bado askari wanaendelea kuwatafuta na wamepiga simu sasa hivi. Wanahitaji milioni 300. Waambie tutawapa baba, ili mradi mdogo wangu hai. Usijali, umechoka sana. Kutoka Marekani hadi hapa ni safari ndefu. Panda juu ukamwone mama yako hana furaha. Taratibu binti huyo wa mzee Mashushu alianza kupanda kwenye ngazi na kuwafanya baadhi ya maofisa wamtazame kwa macho kuibia, kwa sababu alikuwa amejaliwa umbo zuri, umbo namba 8, umbo la mwanamke anayefanya mazoezi, kiasi cha kwamba mwili wake ulikuwa umechoreka vizuri kwenye t-shirt pamoja na jinsi aliyokuwa amevaa. Binti huyo aliingia chumbani kwa mama yake. Alimkuta mama yake akiwa yuko na wifi yake, yani mke wa mdogo wa mzee Mashushu. Mama, walikumbatiana pale taratibu. Mepe, ujambo? Sijambo mama. Shikamo. Marhaba. Vipi za safari? Mama Jo
alizungumza kwa sauti ya chini iliyokuwa imejaa huzuni mno. Salama tu mama. Ilikuwaje kwani? Japo najua sio wakati sahihi wa kuweza kuuliza, ila nahitaji kufahamu. Imekuwaje mdogo wangu aonekane? Mama Jo ilibidi aanze kumhadithia binti yake hali halisi ya jambo lililokuwa limetokea. Jamani, mimi nataka kujua mmefikia wapi? Mzee Mashushu alimuuliza mkuu wa timu ya vijana wake wa kazi waliosambaa karibia nchi nzima kuhakikisha wanampata kijana Joel. Mzee, bado vijana wako mtaani wanamsaka. Hebu hakikisheni kijana wangu anapatikana bwana. Sawa mzee. Mzee Mashushu alikata simu huku akitazama ukubwa wa jiko lake lililopo katika jumba lake hilo la kifahari. Akafungua friji, alichukua chupa ya bia na akaanza kuinywa. Akaanza kuzipitia picha za kijana wake Joe wakiwa katika sherehe yake ya kuzaliwa. Kijana wangu, utarudi tu nyumbani mwanangu. Wala tosijali, baba yako nitafanya kila linalowezekana. Na waliohusika wote nitawateketeza mimi mwenyewe kwa mkono wangu. Mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya upole. Alimkumbuka kijana Gamba, ilibidi ampigie simu. Gamba? Ndio mzee. Wale washenzi wamenipigia simu. Wanataka milioni 300. Milioni 300? Ndio. Pesa mimi sio shida. Nahitaji mwanangu arudi nyumbani kwa gharama yoyote ile. Mzee usijali, nitakurudia, watapatikana tu hata kabla jua halijachomoza. Sawa Gamba, nakutegemea sana. Mzee Mashushu alikata simu. Alipiga pale mafumba mawili ya hiyo bia. Ngoja kwanza, watapatikana hata kabla jua kuchomoza. Huyu Gamba vipi huyu? Mzee Mashushu aliiwaza hiyo sentensi ya Gamba na hakuitilia maanani sana zaidi tu kutoka jikoni hapo akiwa na chupa ya bia mkononi mwake. Msikilizaji, upande wa pili, kijana Gamba alionekana kukunja kushoto, akaingia kwenye sheli kubwa kwa sababu gari ilikuwa imeshamcholea alama ya kuisha kwa mafuta. Mnalipa kwa kadi? Ndio. Mhudumu wa sheli alijibu huku akimtazama Gamba jinsi alivyokuwa amependeza na kwa uvaaji wake na gari anayoiendesha ni dhahiri shairi anaashiria yeye ni mtu mwenye pesa nyingi mno. Akaambia, weka full tank. Kweli gari lilijazwa mafuta tanki nzima. Akalipa kwa kutumia kadi ya Mzee Mashushu na safari ikaendelea, huku akaanza kuipandisha milima ya Soni. Kutokana na uzoefu wa njia hiyo, haikuwa kazi ngumu kwake kijana Gamba kuendesha gari kwa kasi katika kona hizo, huku akiweka makini vibaya mno. Saa 7 usiku. Gamba alizungumza huku akitazama saa yake ya mkononi. Saa 8 usiku kijana Gamba alifika katika msitu wa Kandekamaha. Akaficha pale gari yake, eneo ambalo hakuna mtu ambaye angeweza kuliona. Alishuka ndani ya gari, akavaa mkanda wa bunduki yake kubwa aina ya G36C na kisha akaining'iniza pale mgongoni. Bastola zake mbili kijana Gamba alizifunga kiwambo cha kuzuia mlio wa risasi na moja kwa moja akachomeka kiunoni. Akavaa pale miwani maalum inayomwezesha kuona vizuri nyakati za usiku. Gamba akavalia maski usoni, kichwa kizima, akabakisha sehemu za macho tu. Akatoa pale mlio wa simu yake, yani akipigiwa isiwe inaita. Akatazama ramani eneo anapopatikana kijana Khan, ambapo ni mita 150 kutoka sehemu alipo yeye Gamba. Gamba kaanza kuelekea kwa umakini eneo hilo, kwa umakini wa hali ya juu, kwani anatambua kama Khan yupo ndani ya msitu huo, basi ni lazima atakuwa na walinzi. Sasa hapa mnajua inachotakiwa tufanye, inabidi tutengeneze sauti itakayofanania na yule mpuzi. Ikiwa wakati kumpigia simu tena, basi mmoja kati yenu atajifanya yeye ndo Joe. Mmeona huo mpango? Sawa mkuu. Ila mkuu, kuna baadhi ya vitu mkuu hatutaweza kuvijua kati ya mazungumzo ya baba na mtoto. Kwani nyinyi mnakwenda kupigana naye hadithi? Changamsheni vichwa vyenu. Mnajua pesa iko nje. Vipi nyinyi? Kani alizungumza kwa msisitizo na vijana wake wakamwambia sawa mkuu. Wakati wanazungumza haya, ghafla bwana, umeme ukakatika Shit. Nani kata umeme?
Puzi hao katakata umeme nini sasa hii? Khan alizungumza kwa hasira huku akiwasha mwanga wa tochi yake. Sikilizeni, mimi naenda chumbani. Naenda kula uroda, sitaki usumbufu. Nadhani tunaelewana. Sawa mkuu. Hapo kijana huyu Khan wa Kihindi akaelekea chumbani kwake. Kama paka unaambiwa, huku Gamba alishuka kwenye nguzo ya umeme aliyokuwa amekata nyaya inayoingiza umeme katika jumba hilo moja lililopo eneo hilo la msituni. Giza la eneo hilo likampa uhuru mkubwa sana kijana Gamba kuanza kuisogelea jumba hilo huku bastola ikiwa iko mkononi mwake. Gamba akaruka ukuta mrefu uliokuwa umezunguka nyumba hiyo, akajibanza kwenye ukuta na alianza kunyata kwa kasi huku akiwa anachomoa kisu. Akamfikia mlinzi aliyekuwa ameshika AK47, akampiga loba, akachinja kichwa chake kile kwa kiko, yani akamchinja hivi kwa kisu. Yule jamaa Charlie akamvuta yule mlinzi mpaka pembeni, akamficha kwenye kichaka cha maua. Gamba akaendelea kuwaua kikatili mno walinzi wote wanaolinda nje nyumba hiyo na kisha akawamaliza. Kama tukipata hii pesa, maisha yetu yatakuwa matamu sana. Gamba alisikia sauti za watu wakizungumza wakiwa wamekaa sebuleni, huku juu ya mwanga wa simu ulikuwa ndio ukiwawezesha kucheza karata. Gamba akawatazama wahalifu wao na akawagundua kwamba ndio waliohusika kumteka Joel. Nimewapata washenzi nyinyi. Gamba alizungumza huku akiwatazama wanaume hao wanne waliokuwa wakiendelea kucheza karata huku wakimulikiana kwa simu. Ila jamani, mbona walinzi nje kule tuoni wakimulika tochi? Oya, hebu nenda kwa cheki. Ila mwanangu kuna puku la hatari mzee. Oya, nenda kwa cheki bwana tu. Gamba akajibanza pembeni ya mlango huku akiwa amechuchumaa. Akakinyanyua akajinyanyua hivi kidogo, mlango ukafunguliwa. Akatoka pale mtekaji wa kwanza huku akiwa ameshika tochi anaangaza hivi getini. Gamba unaambiwa mithiri ya simba aliyojeruhiwa, akanyanyuka kwa kasi akamrukia. Bana, alipomrukia alimkita kisu cha chini ya kidevu. Mtekaji huyo akiwa pale anaambaza vimdomo akagandamizwa ukutani huku akiendelea kukata roho kimya. Oi, unaona chochote huko? Sauti ilitokea sebuleni na kumfanya Gamba akasimama huku akichomoa kisu chake kutoka kwa huyo mtekaji aliyekuwa amemchomeka nacho. Akakifuta kile kisu chenye damu kwenye nguo zake. Gamba kaingia ndani hapo kwa kasi na hakuwa na muda wa kupoteza. Aliwatandika risasi nyingi mno miilini mwao hawa watekaji wawili, huku mmoja akimpiga risasi ya mguu, akamziba mdomo fast asitoe kelele yoyote. Gamba akamuuliza, oya, nataka kujua Joel yuko wapi? Mateka huyu ilibidi anyoshe kidole kwenye chumba ambacho alikuwa amefungiwa Joel. Gamba akampiga risasi za macho mtekaji huyo, akamsababishia ubongo pale kumwagika. Msikilizaji, hizo za zilikuwa ni sauti za mahaba zilisikika ndani ya chumba kimoja. Gamba akasogelea mpaka kwenye ile chumba na taratibu akaufungua ule mlango. Akamwona Khan akimbaka Glory. Gamba akamnyatia Khan, akampiga pigo moja ambalo lilimfanya jamaa kazima pale. Gamba akamtazama Glory kwa sekunde kadhaa, akamwona akipumua kwa kasi, akakimbilia kwenye chumba alichoonyeshwa, akafungua. Alipoingia ndani, Gamba alijihisi mwili kumnyong'onyea huku nguvu zikimwishia, kwani kijana Joe, kijana anayempenda kama mdogo wake, alimkuta tayari amekwisha iaga dunia. Bwana, mambo yanazidi kuwa matamu. Gamba amefanikiwa kufika katika jumba alilopo Khan, ila alichokikuta kinamnyong'onyesha. Joel, kijana mcheshi na mpenda kila mtu, ameuawa kifo cha kinyama na kifo cha kikatili. Je, nini ambacho Gamba atakifanya kwa Khan? Naam, kijana Gamba taratibu
alionekana kupiga magoti chini huku akiwa bado haamini kile anachokiona machoni mwake. Kijana Joel alikuwa amekwisha kuiaga dunia. Uchungu na maumivu makali vilikuwa vimemtawala kijana Gamba kiasi cha kumfanya kuanza kumwagikwa na machozi, jambo ambalo ni nadra sana kumtokea kwenye maisha yake. Kwa nini wamekuwa kinyama namna hii? Umekosea nini Joe? Mbona Joe huna chuki na mtu? Mbona huna tabu na mtu? Kwa nini Joe? Bye. Gamba alizungumza kwa hisia kali mno huku chozi likimtoka. Mlio wa simu uliokuwa unatoka kwenye chumba cha Khan ulimfanya Gamba kusimama huku akitazama mwili wa Joel ambao ulikuwa umeshaanza kuvimba. Alinyanyuka kwa kasi na kuingia katika chumba cha Khan. Aliona simu ya mezani ikiwa imeandikwa jina la Daddy. Alimtazama Khan kwa sekunde kadhaa na kisha alichukua simu yake. Alimbeba begani na kuondoka eneo hilo. Alimfikisha kwenye gari, akamuingiza ndani ya gari na kuondoka msituni hapo, huku safari ya kurudi jijini Dar es Salaam ilianza. Kila wakati Khan alipojaribu kuzinduka, Gamba kamrudisha kwenye usingizi wa kuzimia kwa kishindo kizito. Breki ya kwanza ilikuwa ni katika shamba lake kijana Gamba. Alijifikiria kwa sekunde kadhaa ndani ya gari lake na kisha alimshusha Khan na kumwingiza ndani ya nyumba, huku ikiwa imeshajiri majira ya saa 2 za asubuhi. Alimwingiza Khan katika chumba chake cha chini ya ardhi ambacho kina eneo la kumpatia mtu mateso. Akamvua bukta Khan na shati na kisha akamkarisha kwenye kiti cha chuma. Akaifunga mikono ya Khan. Simu ya Khan iliendelea kuita huku baba yake akiendelea kupiga. Kijana Gamba alitembea mpaka kwenye kioo akajitazama. Alitoa simu yake ya kazi mfukoni na kisha akaiandika namba ya mzee Mashushu na simu ikaanza kuita. Na kweli hiyo simu ilipokelewa kwa uharaka sana. Baba, kahawa. Mtoto wa mzee Mashushu alizungumza huku akimpatia kikombe cha kahawa baba yake ili kumchangamsha mwili. Asante sana. Baba, inabidi upate muda wa kupumzika. Akili yangu haijawahi kupitia kipindi kigumu kama hiki cha sasa nachokipitia. Mwanangu Joe amefanya nini mpaka wamteke? Wakati mzee Mashushu anayeongea hayo, simu yake ilianza kuita. Alitoa mfukoni na akaona ni maandishi yalikuwa yameandikwa private number. Alitazama maafisa upelelezi aliokuwa wamekaa nao sebuleni hapo wakiwasha vifaa vyao vya kuwasaidia kuitambua hiyo namba. Wakamwambia, pokea mzee, pokea. Walimwambia wakiamini ya kwamba ni watekaji ndio wanaompigia. Mzee Mashushu alianza kuzungumza kwa kusema, halo? 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 Mzee Mashushu alizidi kuita na ghafla akasikia akiambiwa na kutumia location ya sehemu aliposhikiliwa kijana wako. Wapatie polisi, kwani ni muhimu sana kujipanga. Hapo simu ikakatwa. Amekata eti amekata. Baba, mmeweza kuitrack hiyo namba? Binti wa mzee Mashushu aliuliza na afisa mmoja akajibu pale kwa kutingisha kichwa kimaanisha hawajaweza. Shit. Binti huyo alilalamika. Ujumbe wa message ukaingia na kumfanya mzee Mashushu afungue message hiyo kwa haraka. Akatazama huku akiwa yuko na binti yake. Baba, hapa ni wapi? Binti wa mzee Mashushu aliuliza hilo swali. Hapa naona hapa ni Magamba hapa. Hili eneo ni la Magamba hili. Panaitwa Magamba. Sasa mzee, hebu tunaiomba hiyo location tuwasiliane na wenzetu ili iweze kutuelekeza hilo eneo. Mzee Mashushu alimpatia afisa mmoja simu kati ya maafisa 6 wa upelelezi ambao amekesha nao nyumbani kwake hapo. Ujumbe huo wa ramani ulisambazwa kwa haraka mno na askari waliopo Lushoto mkoani Tanga. Na mimi nahitaji kwenda huko Magamba sijui. Mzee, hii safari ni ndefu. Nafanya mpango wa chopa hapa sasa hivi, mimi nafika hapo.
Mzee Mashushu alipiga simu kwenye shirika lake linalokodisha helikopta. Hazikuisha hata dakika 15, helikopta ilitua hilo eneo. Akaondoka Mzee Mashushu, binti yake mkubwa pamoja na maafisa 4 wa polisi, huku wengine 2 wakibaki. Naam, msikilizaji, upande wa pili, kijana Gamba alionekana kummwagia maji kijana Khan ndoo ya maji usoni na ikamfanya Khan akurupuke. Niko wapi? Upo kuzimu. We ni nani? Na umesimama unanihoji? Unajua mimi ni nani? Khan alizungumza huku akimtazama mtu aliyevalia mavazi ya nailoni, yani kama wale wanaohusika kuzika wagonjwa wa Ebola, huku chini ya kiti alichokuwa mikikalia kulikuwa kumetandazwa fuko kubwa la nailoni. Mbona sina nguo? Usiongee sana. Gamba akiwa kwenye mavazi hayo ya mateso makali, huku uso wake ukiwa umefunikwa kiasi cha kubakisha macho tu, alizungumza kwa sauti nzito mno. Kwa nini umemuua Joe? Unamzungumzia Joe yule falafala yule? Ameniibia demu wangu. Alistahili kufa. Okay, ni vyema. Je, unahisi wewe unastahili kuendelea kuishi? Wewe unajua mimi nani? Umenisikia? Mimi nitakwenda kuyafanya maisha yako yawe ya juu sana. Ya juu. Ndani ya dakika moja. Okay, ni vyema. Mauaji yako kwa Joe yameipelekea maumivu familia yake. Watu wanakuwa na huzuni kwa mapenzi yako wewe ya kishamba. Nahitaji kukufundisha jambo ili utambue kwamba huwezi kufanya chochote. Na mpigie simu baba yako ili ashuhudie. Hapo kijana Gamba akaipiga simu ya mzazi wa Khan kwa kutumia WhatsApp video call. Wewe Khan, mimi ipigia simu sana muda mwingi. Ulikuwa wapi? Baba, nimetekwa na mpumbavu mmoja hivi. Baba, tuma vijana wako waje unikomboe. Mpumbavu? Ni nani huyu anayethubutu kuteka mwanangu? Ni mimi hapa. Gamba alizungumza huku akigeuza simu hiyo na kutazamana na mtu ambaye hakuweza kuiona sura yake. Nahitaji kukufundisha kitu we mzee. Malezi mabaya uliompatia huyu marehemu mtarajiwa yamepelekea kifo cha kijana asiyekuwa na hatia. Kisa tu ni mwanamke. Hivyo nahitaji mjifunze, kwani hili litakuwa ni funzo. Wewe kijana, wewe nani itasea kijana yangu? Usijali. Ila mimi ni yule ambaye huwa nawafunza walioshindwa kufunzwa na walimwengu. Naam, hapo kijana Gamba alisimamisha simu hiyo sehemu ambayo inaweza kuonyesha tukio zima ambalo anakwenda kulifanya. Gamba akachukua misumari 4 ya inchi 9 pamoja na nyundo, na kisha akamsogelea kijana Khan alipokuwa amekaa. Akaweka msumari mmoja katika paji la uso la kijana huyo. Kama utani, Gamba akagonga nyundo. Gang! Msumari ukazama wote kwenye paji la uso. Biu! Dogo alipiga kelele. Hata babake alikuwa anatazama kwa video call. Alipiga kelele vibaya mno. Gamba akaugongelea msumari huo. Ging, 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 ging. Ukazama kabisa mpaka kwenye paji la uso. Nwing! Kama utani, Gamba akasogelea msumari mwingine. Akaweka wale. Msumari. Dogo alikuwa analia, damu zinamwagika vibaya mno. Sasa yule baba wa Khan akawa anasema, kijana, mimi nitakupa unachotaka, hitaji achia mwanangu, achia mwanangu. Gamba akasema, hii sio kwa sababu ya pesa, ni kwa sababu ya maisha ya mtu asiyekuwa na hatia aliyeuawa. Baba niokoe, baba niokoe. Kumbe bwana Khan alikuwa anazungumza vizuri. Kumbe gani bwana, Uhindi wenyewe haupo. Alikuwa anaongea Kihindi, mimi fanya nini na nini. Uhindi
alizungumza, baba nakufa, baba niokoe. Babake akamwambia, jaribu mimi tuma watu kuja saidia mwanangu. Gamba akasema, msijisumbue, kwa sababu hutoweza kujua simu ya mwanao ipo eneo gani. Hapo Gamba akachukua mkasi, ulikuwa ni mkasi mkubwa, mkasi wenye makali. Unajua ile mikasi ya kukatia maua hivi, king king. Gamba akaanza kukata vidole, kimoja baada ya kingine, yaani kama anakata maua. Maumivu yalikuwa ni makali mno kwa kijana Khan. Alilia kwa maumivu mpaka kazima. Yule baba wa Khan akawa anasema, wewe mwana haramu, mimi nitakuua, haki ya Mungu, waliokutuma wote mimi nitakuua. Kabla kuniua, hebu tazama kwanza hiki ninachokifanya. Hapo Gamba akachukua ile drill mashine ile ya kutobolea mbao ngumu ile, akamwangusha chini Khan, na kisha akatumia hiyo mashine sasa inayowaka hiyo, mashine ya kutobolea ile gili, akaenda kuiweka ile sehemu ya haja kubwa ile ya huyu kijana, ikaingia. Yule baba yake alipokuwa anaangalia hivi mpaka ile simu ikamdondoka, Gamba akaenda akakata ile simu kada. Hapo unaambiwa ni damu zimemwagika, zimetapakaa. Nahitaji ufe kifo cha taratibu sana, lakini kifo chenye maumivu makali makubwa, mbwa mmoja wewe. Hapo Gamba akamnyanyua Khan na kiti chake, na kisha akamkalisha huku akiwa Khan ni amezima, lakini bado hajafa kwa sababu moyo unadunda ti. Gamba katazama vifaa vyake vya kumpatia mtu mateso, akakiona kisu chenye ncha kali, akakichukua na taratibu akaanza kumpasua Khan kifuani mwake, akautole moyo ambao ulikuwa unadunda kwa taratibu. Khan akasema, mimi ni shetani niliyestaafu, umenirudisha kwenye ushetani huo. Niliamua kuokoka, ila sasa umeanzisha vita. Gamba alizungumza kimya, akaendelea kumpasua Khan katikati mpaka tumboni, na utumbo wote ulimwagika chini. Na baada ya kuhakikisha Khan amekufa kifo kimoja cha kikatili mno, akampiga picha kwa kutumia simu yake, na kisha akazituma kwa babake na Khan, na akakusanya mabaki ya mwili wa Khan akayaingiza kwenye pipa lenye tindikali, na mwili huo ulianza kumung'unyuka mithiri ya barafu juani. Na baada ya kuweza kukamilisha zoezi hilo, akafungua pale kamera iliyokuwa inarekodi tukio zima, akaingia kwenye kompyuta yake, akaiweka muda wa masaa kama 5, ambao muda huo ukifika tu video hiyo inajituma kwa Mzee Mashushu. Gamba alisafisha kila kitu na kuhakikisha ya kwamba hakuna hata tone la damu ambalo linaonekana pale chini. Mavazi yaliyokuwa amefanyia kazi hiyo akayachoma moto pamoja na nailoni lenye damu ya Khan. Akaivunja simu ya Khan, akaidumbukiza kwenye pipa la tindikali, yani asidi, nayo ikachemka ikayayuka. Kijana Gamba alivaa nguo zake za kawaida, akaondoka shambani kwake hapo, huku akiwa na mtu, yani sasa hapo Gamba akawa ni mtu wa kawaida kabisa, yani kana kwamba hajafanya chochote. Na ndipo Gamba akaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Mzee Mashushu, akiamini kabisa ya kwamba ni lazima Mzee Mashushu atakuwa ameshaondoka nyumbani kwake. Naam, msikilizaji, upande wa pili unaambiwa kila askari aliyefika kwenye nyumba iliyokuwa imetokea mauaji alibaki mdomo wazi, kwani eneo ambalo kumekuwa na machinjio ya mauaji kila aliyopo eneo hilo. Askari mmoja akasema, kuna huyu binti yuko hai jamani. Askari huyu alisikika mara baada ya kumwona Gloria akipumua kwa shida, wakamfungua pale pingu zake. Askari wa kike akasema, maskini amebakwa. Askari wa kike alizungumza huku akimfunika Glory kwa koti lake alilokuwa amelivaa. Askari mwingine akasema, mwili wa kijana anayetafutwa huu hapa. Aise, mwili umeshaanza kuharibika. Askari huyu alizungumza hivyo. Hili eneo ni la waharifu hili. Askari hao waliendelea kujadiliana. Helikopta iliyokuwa imepanda Mzee Mashushu ikatua eneo la Lushoto mjini, na wakapanda katika gari 4 za polisi zilizoandaliwa, na safari kuelekea msituni ikaanza.
Yaani hii imekuwaje? Mzee Mashushu alimuuliza afisa wa upelelezi aliyekuwa ametoka kuwachukua. Vijana wapo kwenye operation mzee. Wamepata eneo alipotekwa mwanangu. Ndio wamepapata. Oh, asante Mungu. Binti wa mzee Mashushu pamoja na mzee Mashushu walizungumza kwa furaha. Gari zikafika eneo la tukio ambapo limejaa maaskari, huku miili ya watu waliokuwa wameuawa ikifanywa upekuzi. Binti wa mzee Mashushu akasema, hao wote wameuliwa na polisi? Sijajua. Mzee Mashushu akashuka kwenye gari. Mzee, tunakuomba kwanza usubiri. Sasa unataka nisubiri vipi ikiwa kijana wangu yuko huko ndani? Ni kweli mzee, ila tunakuomba sana utusamee. Subiri kwanza kidogo. Unamaanisha nini unaposema mimi ni wasamee? Kiongozi wa operation hiyo akatazama chini, akampa ishara kabisa mzee Mashushu ya kwamba kijana wake hayuko salama. Wakapishana na Gloria akiingizwa kwenye gari ya hospitalini kuwaishwa hospitalini. Mzee Mashushu akasema, kijana wangu yuko wapi? Mzee Mashushu alihoji huku jasho likimwagika, japo eneo hilo lilikuwa lina baridi kali ya asili. Mzee Mashushu alihisi kuanza kuchanganyikiwa mara baada ya kukuta mwili wa kijana wake Joel ukiwa uko katika hali ya utofauti. Mzee Mashushu hakujiuliza mara mbili. Alipomwona tu ile hali mwanae, pale alianza kulia kwa uchungu. Joel ni kijana wake wa pekee wa kiume na alikuwa anampenda kuliko hata watoto wake wote. Askari mmoja akataka kumzuia, ila kiongozi wa operation akamwonyeshia mkono ya kwamba asimzuie. Binti wa mzee Mashushu naye akaingia ndani ya hiko chumba. Hakumaliza hata dakika 2 yule binti alianguka chini akazima pale. Mzee, huu mwili inabidi uwaishwe hospitalini, na ukiendelea kukaa hapa huu mwili utaharibika. Huu mwili narudi nao Dar es Salaam. Hapana mzee, kwa sababu nimesema narudi nao Dar es Salaam. Helikopta yangu inanisubiria. Mbebeni na binti yangu, narudi nao Dar. Mzee Mashushu alizungumza kwa uchungu na maumivu makali mno. Waliweka mwili wa Joel ndani ya mabegi maalum ya kubebea maiti na wakaondoka msituni hapo. Walimfikisha mzee Mashushu kwenye helikopta yake. Aliingia na maiti ya kijana wake Joel, akaingia na binti yake na maafisa 4 aliokuwa wameambatana nao. Wakaondoka kwenye ardhi ya Lushoto, huku akilini mwake mzee huyu akitafakari nini cha kufanya akiwa kama baba. Aliitoa simu yake mfukoni na akaandika ujumbe kwa message na kisha akautuma. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumuona kijana Gamba. Baada ya kufika akajifanya kama vile kuulizia hali halisi inayoendelea ndani ya nyumba hiyo, ila majibu aliyojibiwa na wafanyakazi wenzake ni majibu ambayo alishayafahamu. Ila jipya ni namna mzee Mashushu alivyoondoka nyumbani hapo. Mlinzi mmoja akasema, "Oya, bosi anatilia huruma vibaya mno mwanangu." Mlinzi mmoja wa mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya upole. Gamba akasema, "Tuwaombee tu kwa Mungu." Amina, amina, amina. Walinzi waliitikia, walikuwa ni kama wako 6 hivi. Gamba, inaonekana umepanda cheo. Mlinzi mmoja alizungumza kwa kutania. Gamba akasema, "Kwa nini tena kaka?" "Naona mzee hadi anakuachia ndinga." "Awe mwanangu, umepanda cheo wewe." Hapana bwana, jana nilizunguka naye kumtafuta dogo, ila ndo hivyo tena." Gamba alijitahidi kuweka tabasamu fulani hivi la kuto kujulikana kwamba ni yeye pia ambaye amehusika kwenye mission ya kuhakikisha dogo amejulikana ni wapi alipo. "Sasa Gamba, ngoja nikuibie siri." Bana, ukiishi vizuri na huyu mzee huyu, basi nakuhakikishia maisha yako yatabadilika haraka sana, kwa sababu huyu mzee ana pesa chafu, ila sio mchoyo, na huwa anapenda watendaji kazi, na huwa humsoma mtu tabia yake. Hivyo kaka, shikilia hapo hapo, inaonekana huyu boss amekupenda sana. Nashukuru kwa ushauri wenu jamani. Wakati Gamba anazungumza na hawa walinzi, ujumbe ukaingia kwenye simu ya Gamba. Akaitoa simu yake ndogo mfukoni, akafungua huo ujumbe na kisha akausoma. Ujumbe ulisomeka, "Gamba, Joel amefariki. Nipo njiani narudi na mwili wake. Nitaenda nao moja kwa moja Muhimbili.
hakikisha humwambii mtu mpaka nitakapofika mimi mwenyewe. Joel hatupo naye tena. Gamba alijitahidi kujikaza ila alishindwa na machozi yakaanza kumlengalenga upya. Mmoja wa walinzi wa mzee Mashushu akachungulia pale ile meseji ambayo hata huyu mlinzi tabasamu lote likamwishia usoni mwake, kwani anatambua msiba wa Joel ulikuwa umemuumiza sana bosi wao. Bado mambo yanazidi kuwa matamu. Huzuni, majonzi yametawala kwa Gamba. Mzee Mashushu na kifo cha kijana wake Joel kinakwenda kumuumiza kila mtu anayemfahamu Joel. Ila kwa upande mwingine, maumivu hayo yamepelekwa kwenye familia ya kitajiri ya wazazi wa Khan. Unahisi wazazi wa Khan nini watafanya? Hebu ngoje tuendelee tupate kuona kitakachoweza kuendelea. Kaka vipi tena? Kichwa kinanigonga kidogo, kichwa kinanisumbua. Gamba alijibu hivyo na kisha kaondoka. Aliwaacha walinzi hao. Gamba alienda kuingia chumbani kwake na akajifungia ndani, akawa anasubiri kuona ni nini kitakachoweza kuendelea. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuiona helikopta ya mzee Mashushu ikitua katika uwanja wa helikopta uliopo hospitali ya Muhimbili. Binti yake moja kwa moja alikimbizwa kwenye chumba cha matibabu, huku mwili wa kijana Joe ukipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti na ulianza kufanywa usafi, huku ukichomwa sindano zitakazosaidia usiharibike. Pole sana Don. Rafiki wa karibu wa mzee Mashushu alizungumza, kwani mzee Mashushu alimpatia taarifa juu ya tukio hilo na Don Raphael aliwahi Muhimbili akiwa ameongozana na vijana wake. Nashukuru sana. Umeweza kutambua hawa washenzi walohusika na hiki kitu? Bado sijatambua, ila nitawajua kwa sababu yule binti wa kike hajafa bado. Ila cha kushangaza, eneo la tukio tumekuta watekaji wote wameuawa. Unamaanisha nini? Nahisi mtu aliyenitumia ramani ya eneo hili ndiye aliyehusika kuangamiza wale watekaji. Sasa unamjua huyo mtu? Hapana, bado sijamjua. Inawezekana labda ni msamaria mwema. Alivyoona tangazo kwenye TV akaamua kulivalia njuga ili kumwokoa mwanao, ila kwa bahati mbaya amemkuta ameshauawa, hivyo akawa amepoteza nafasi ya kupata hiyo pesa. Ulichokiongea Rafael ni kweli kabisa rafiki yangu. Kwa hiyo sasa ni lazima kutakuwa kuna mshenzi aliyehusika kumteka kijana wako au kutuma watu wamteke kijana wako huyo. Huyo mtu inatakiwa tudili naye usiku kucha. Mimi nimeshawapatia vijana wangu hiyo kazi na naamini mawindo yatazidi kufanyika kuhakikisha kwamba wanamalizwa. Mimi nashukuru sana rafiki yangu. Lakini vipi familia inajua kama? Hapana. Sijawaambia. Ila kuna kijana wangu wa bustanini ndio nimemwambia, kwa sababu nilihangaika naye usiku na mchana kumtafuta kijana na akaendelea kumtafuta kwa rafiki zake. Na pia yupo karibu sana na Joe. Yeye ndiye nimempatia hiyo taarifa. Ila nimemuonya hakuna asimwambie mtu yoyote. Naam, msikilizaji, hapo mzee Mashushu alizungumza kwa kujikaza. Hajawahi kupitia maumivu ya kufiwa na mtoto na alipambana kwenye maisha yake yote kuhakikisha anamtibu kijana wake ili asife kwa ugonjwa aliokuwa nao, ila amekufa kwa kuuawa, tena akiwa bado ni kijana mdogo sana. Lakini sasa mzee mwenzangu, mimi nachokiona hapa ni bora uende nyumbani ukawaeleze ukweli. Naanzia wapi sasa kaka? Naanzia wapi kumweleza mke wangu wewe? Naanzia wapi? Mzee Mashushu alizungumza huku machozi yakimlengalenga. Jikaze kaka. Wewe ni simba. Wewe ni jasiri kwenye hili. Tumepigwa ila tunapaswa kuweza kusimama na kuendeleza mashambulizi. Kiukweli Rafael, mimi nahitaji kutulia kwanza. Binti yangu yuko kwenye chumba cha matibabu. Inabidi kwenda kumwona. Sawa, tuongozane tu mzee mwenzangu. Naam, kweli bwana. Wakaongozana na walinzi wa Don Rafael mpaka kwenye chumba cha matibabu. Baada ya muda mfupi kufika eneo hilo, daktari aliweza kutoka. Ndio dokta.
Hali ya mgonjwa inaendelea vizuri na mshtuko ni wa kawaida, na tumepumzisha na tumempatia drip la maji, hivyo baada ya masaa kadhaa atakuwa yuko sawa. Lakini vipi, binti yangu amezinduka? Hapana, bado hajazinduka, ila ndani ya muda huo wa mapumziko tuna imani kwamba atazinduka. Nashukuru sana daktari. Poleni sana. Asante. Je, naweza kumwona binti yangu? Bila shaka mzee wangu, unaweza kwenda kumwona. Mzee Mashushu na rafiki yake Don Rafael waliingia ndani ya chumba alichokuwa amepumzishwa binti wa mzee Mashushu. Naona Rose amekuwa ni mkubwa sana. Amekuwa ni mkubwa sana. Sikudhani kama ipo siku na sisi tutakuja kuitwa mababa bwana. Don Rafael alizungumza na kumfanya mzee huyu Mashushu kutabasamu kwa mbali. Kweli unakumbuka kipindi tuko la kwanza tulipowachangia wale mapacha? Usinikumbushe bwana kaka. Ni kweli, unajua tuliwapa kichapo kikali sana, ila kusema ule kweli utoto wetu bwana una mengi mno. Na inabidi siku tuandike kitabu. Vizazi vyetu vije kusoma. Tuwaonyeshe watu nini maana urafiki wa kufanana kikagu na urafiki wa kufa na kuzikana. Ni kweli kabisa. Naam, mzee Mashushu na rafiki yake Don Rafael wanaendelea kuzungumza mambo mengi, yote ikiwa ni lengo la Don Rafael kumweka sawa rafiki yake huyo ambaye wamekuwa pamoja toka wapo chekechea mpaka wanakuwa watu wazima. Mlango wa chumba hicho kagongwa. Aliingia mlinzi wa Don Rafael. Mkuu, IGP yuko hapa. Sawa, mkaribishe. IGP aliingia ndani ya hiko chumba kilichokuwa kina utulivu, huku kikiwa kuna kitanda kimoja pekee alicholala binti wa mzee Mashushu. IGP akasema, jamani poleni sana. Tunashukuru. Kwa kweli bwana, taarifa imeniumiza sana tena sana. Ni mipango ya Mungu. Kiukweli alikuwa ni kijana mwenye heshima na kujali kila mtu. Mzee Mashushu hapo alibaki na tabasamu tu. Yule binti aliyekutwa eneo la tukio, tunashukuru Mungu amezinduka. Na kwa bahati nzuri alikubali kufanya mahojiano na askari wetu wa upelelezi. Amesemaje yule binti? Video yake hii hapa. IGP akamkabidhi simu mzee Mashushu. Mzee Mashushu akaanza kuitazama video hiyo ambayo Rozi alikuwa akihojiwa. Video hiyo ilianza kwa Glory kutakiwa pole. Akaambiwa pole kwa kila kitu. Glory akaonekana akisema anashukuru. Glory akaulizwa pale, unaitwa nani? Naitwa Glory. Okay, sawa Glory. Hebu tueleze ilikuwaje. Kwanza niambie ni mpenzi wangu anaendeleaje? Mpenzi wako anaendelea vizuri na anapata matibabu, ila amepelekwa hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa matibabu zaidi. Sawa. Tuambie ilikuwaje. Mpenzi wangu aliniandalia sherehe ya birthday yangu. Mambo yalikuwa ni mazuri na alinivalisha pete. Tuliondoka ukumbini kwa lengo la kwenda sehemu afu tunarudi mara moja. Tukiwa tuko njiani, mpenzi wangu alisimamisha gari. Kwa nini alisimamisha gari? Alikuwa ananibusu. Okay, sawa. Nini kilitokea mara baada ya hapo? Hatujui, ila ni ghafla tulisikia kioo cha upande aliyokuwa amekaa mpenzi wangu kukivunjwa. Tukatolewa ndani ya gari na watu walikuwa wameficha sura zao, na baada ya hapo nililala na sikujua nini kilichotokea. Ila baada ya kuzinduka tulijikuta tuko mbele ya Khan. Huyo Khan ndo nani? Alikuwa ni ex-boyfriend wangu. Ex-boyfriend wako? Unataka kutuambia alikuwa ana genge kubwa la kuweza kutuma vijana waje wakuteke? Ndiyo. Kwa sababu gani? Ana pesa nyingi na ni mtu mkorofi ambaye hupenda kutumia nguvu ya pesa na anapenda kutumia mabavu ya kama mwanaume kwa ajili ya kumnyanyasa mwanamke vile anavyotaka. Huyo Khan hizo pesa anazitolea wapi? Ni mkurugenzi wa kampuni babake iliyopo hapa nchini Tanzania inayotengeneza bajaji na pikipiki, huku makao yao makuu yakiwa ni India. Khan mwenyewe ndo huyo? Askari huyo wa upelelezi alimuonesha Glory picha kwenye simu. Ilikuwaje? Hebu jikaze usilie. Maelezo yako yatatusaidia sisi jeshi la polisi kuhakikisha tunamtafuta huyo Khan popote alipo, kwa sababu kwenye eneo la tukio hatukumkuta.
atakuwa ameshatoroka nchini. Anajuana na watu wengi. Haoni shida kuhonga pesa kwa maaskari kumsaidia kutoroka hata nje ya nchi. Sawa, usijali. Jeshi letu la polisi linafanya kazi usiku na mchana kwa uweredi. Hata mtu atoroke aende kujificha popote, tutahakikisha tunamkamata na kumtia nguvuni. Hiyo kazi tuachie sisi. Sawa. Endelea sasa. Alianza pale kunitukana mbele ya mpenzi wangu. Maskini Joe alinitetea, alitaka kupambana na Khan, ila walimfungulia na nini? Khan alimzidi mbinu Joe, alimpiga vibaya sana. Wewe ulifanya nini? Sikuweza kufanya chochote kwa sababu nilikuwa nimefungwa na Khan alikuwa na watu wake wenye silaha. Glory alizungumza huku akilia na kumfanya mzee Mashushu asimamishe kwanza hiyo video. IGP, nikupatie kiasi gani cha pesa ili huyu mshenzi aliyeniulia mwanangu nataka patikane? Mzee Mashushu alizungumza hivyo mara baada ya kuipozi ile video ya mahojiano ambayo Rose alikuwa akihojiwa, lakini muda huo mzee Mashushu macho yalikuwa yametawaliwa na urangi mwekundu. Mzee wangu, nitaifanya hii kazi bila hata ya kulipwa mzee Mashushu, ni kuhakikishia hilo. Tumeshawasiliana na mamlaka husika, hususan wenzetu wa uhamiaji na jeshi la ulinzi. Tumeisambaza picha ya Khan mipakani kote kwa maana tunaamini ametoroka kwa miguu. Kwa nini unaamini hivyo IGP? Gari ambayo imesajiliwa kwa jina la kampuni ya baba yake tumelikuta eneo la tukio, hivyo tunaamini ilipotokea purukushani na muuaji ambaye naye pia anatafutwa ilibidi akimbie. Nisikilize IGP. Hebu nakuomba sana, endapo atapatikana huyo mshenzi, usimpeleke kituoni, mlete kwangu. Sawa mzee, wala hata usijali. Sasa hii video kama utojali, naiomba uniwekee kwenye simu yangu. Sawa mzee, na kuingizia kwenye Telegram. Nashukuru sana IGP. Kweli bwana, IGP akamtumia mzee Mashushu hiyo video. Akambia, mzee, na imani utakuwa umeipata. Ndio, nashukuru, nimeiona. Basi mzee, acha sisi niwaache hapa nikaendelea na majukumu mengine ya kiserikali. Asante sana IGP kwa kudhamini hili jambo. Usijali mzee, nyinyi ni wazee wangu, hivyo tunafanya kazi kwa uaminifu. Asante sana IGP. Hapo IGP akapeana mikono na mzee Mashushu pamoja na Don Rafael na kisha akatoka ndani ya hiko chumba. Wewe mzee mwenzangu, umesahau kuomba picha. Na mtambue yule kijana, picha yake haina shida kuipata. Sasa bwana, tumekaa sasa ni masaa 3. Naamini familia itakuwa na mashaka. Kama hutojali mzee mwenzangu, inabidi bwana twende nyumbani ukawaeleze kila kitu. Nisikilize Don Rafael. Wewe ni rafiki yangu, lakini naogopa na isi mke wangu atakufa kwa pressure. Hapana, hawezi kufa bana. Ni heri ukamweleza wewe kwa kinywa chako. Atakuamini na utaufikisha huu ujumbe kwa njia ya ustaarabu kuliko akasikia kwa watu. Unaonaje nikiagiza aletwe hapa, kwa sababu Rozi akinyanyuka hapa na kutokumwona mtu wa karibu na mara ya mwisho aliangukia kule msituni, basi anaweza ikawa ni shida na akachanganyikiwa kabisa. Mimi moyo wangu hautoweza kupambana na vifo vya watoto wangu wawili. Sawa, mimi nimekuelewa mzee mwenzangu. Hebu fanya kumwagiza mtu unayemwamini ambaye hatotoa siri mpaka afike hapa mke wako. Mzee Mashushu alishusha pumzi akilini mwake akichagua ni nani ampatie kazi ya kumleta mke wake hospitalini hapo. Akili yake kagota kwa Gamba ambaye ametokea kumwamini mno. Alitafuta namba ya Gamba kwenye simu yake na kisha akampigia simu. Halo mzee. Gamba, kunaendeleaje hapo nyumbani au bado hujarudi nyumbani? Mzee, mimi nimerudi muda mrefu tu. Bali nimekuwa kimya huku nikilia. Kila mtu anakuwa anasubiria kuona majibu ya safari ilikuwaje, ndio maana nimejifungia tu huko ndani. Nisikilize Gamba. Rose huyu binti yangu amezimia. Hivyo siwezi kumwacha hapo hospitalini. Na kama utojali, naomba nikupatie jukumu moja. Ndio mzee.
Igiza uwe na ukakamavu. Usimwoneshe mke wangu kama kuna chochote kibaya kimetokea. Mchukue mke wangu mlete hapa Muhimbili. Naamini unajua hali ya mama kwamba ana pressure. Ndio mzee wangu, jitahidi kufanya hivyo. Sawa mzee. Gamba alishuka kitandani haraka na akatoka chumbani kwake. Aliingia kwenye nyumba kubwa, akaangazangaza sebuleni, hakumwona mama Joel. Alipandisha gorofani na kisha akasimama kwenye mlango wa chumba cha mzee Mashushu. Akagonga pale mara 2 na mlango kafunguliwa. Samani, naweza nikamwona mama? Ndio. Wewe ni? Mwanamama aliyemfungulia mlango Gamba alikuwa anazungumza hivyo. Jamani, Gamba huyu ni kijana wangu hapa nyumbani. Sauti ya mama Jo ilisikika huku akizungumza kwa uchovu mno. Mwanangu Gamba, niambie kumeendeleaje? Mama, mzee amenipigia simu kwamba anahitaji nikupeleke sehemu ukaonane naye. Sawa. Mama Lili, hebu tuongozane. Baba anakuhitaji wewe tu mwenyewe. Aha. Sawa, hebu chukua basi fungue V8 na kuja. Sawa mama. Gamba akatangulia eneo zinapohifadhiwa funguo za magari. Alichukua funguo ya gari alilokuwa ameambiwa na akatoka, akaenda mpaka eneo la maegesho, akalisogelea karibu hilo gari, na baada kama dakika 5 mama Jo akatoka huku akiwa ameungana na rafiki aliyemsaidia kufungua siti ya nyuma, na akaingia ndani ya gari na wakaondoka hilo eneo. Gamba, ndio mama. Kuna chochote unaweza kuniambia? Hapana mama. Kwa tunaelekea wapi? Muhimbili. Asante Mungu wa majeshi. Naamini Mungu umenijibu maombi yangu. Mwanangu amepatikana sasa. Baba Mungu, nakuomba waongoze madaktari wale wanaomtibu mwanangu Jo, uwape uwezo wa kutibu majeraha aliyoyapata. Naamini wewe ndo Alfa na Omega, mwanzo wa mwisho, hakuna linalokushinda. Ni haya machache ninayokuomba kwa jina la Yesu Kristo na Nazareti. Amen. Sala aliyokuwa amesali mama Jo iliufanya moyo wa kijana Gamba kuumia kwa maumivu makali mno. Laiti kama mama Jo angejua na kwenda kuona mwili wa manaye aliyekuwa ameiaga dunia, basi sijui kama angeweza kusali hiyo sala. Bana, mambo yanazidi kuwa matamu. Askari wanaendeleza msako wa kumtafuta Khan ambaye kwa sasa hayuko duniani. Si tu roho yake, bali mpaka mwili wake haupo duniani. Itakuwaje kwa mama Joel akigundua kwamba mwanae kipenzi wa mwisho ameiaga dunia? Taratibu kijana Gamba alisimamisha gari katika mataa, huku akisubiria mataa ya upande wao yaweze kuruhusiwa ili gari iweze kupita. Gamba, ndio mama. Hivi wewe Gamba unamwamini Mungu? Ndio mama. Kwa nini unaniuliza hilo swali? Nimekuuliza tu. Namwamini sana Mungu. Sawa, nafurahi kusikia hivyo mwanangu. Taa zikaruhusiwa na taratibu wakaendelea na safari. Wakafika Muhimbili. Kabla ya kushuka ndani ya gari, Gamba kwanza alishusha pumzi nyingi mno, huku akimwonea huruma mama Jo. Hizi ni gari za Rafael hizi na vijana wake, mama Jo alizungumza huku akitazama gari za shemeji yake. Nahisi hivyo. Watakuwa wako pamoja na mwenzie. Mama, naomba tuongozane. Alikuwa ni kijana wa Don Rafael. Alizungumza na wakaongozana kuelekea kwenye wodi aliyokuwa amelazwa binti wa mzee Mashushu. Baby, vipi tena jamani? Mama Joel alizungumza huku akikumbatiana na mume wake. Ni safi tu, mzee Mashushu alijibu huku akijaribu kutabasamu. Mwanangu Joel anaendeleaje? Shemeji, unaendeleaje? Hivyo hivyo shemeji yangu, samani bwana, hata sijakuona bwana. Wala hata usijali shemeji. Yuko wapi Jo? Mke wangu, tuingie kwanza ndani. Mzee Mashushu alizungumza huku akiongozana na mke wake. Waliingia ndani hiko chumba alichokuwa amelazwa binti yao Rozi. Rozi tena ana nini mpaka amelazwa? Rozi alianguka kwa mshtuko mara baada ya kufika eneo la tukio. Kwa nini anguke? Kidogo
alikuwa rafiki kwa yeye kuona kila alichokuwa amekiona, ila daktari amesema anaendelea vizuri. Sasa mdogo wake yuko wapi yule Joe? Mwanangu Joe yuko wapi? Mzee Mashushu taratibu alimshika mkono mke wake na wakakaa kwenye sofa. Baby, hebu niambie nini kimetokea? Mama Joel alizungumza huku machozi akianza kumlengalenga. Ni kwamba mke wangu, unajua tulichelewa. Unamaanisha nini? Tulipofika eneo la tukio tulimkuta Joel ameshakufa. Hebu sema unanitania mme wangu. Hapo mzee Mashushu alitingisha kichwa kimaanisha anachokizungumza sio utani. Hapana mme wangu. Hapana mme wangu. Mwanangu hajafa kabisa. Yaani mwanangu anakufaje ikiwa bado ni mdogo? Mama Joel alizungumza huko machozi yakimwagika. Mzee Mashushu alikosa kabisa cha kuzungumza. Nataka kumuona mwanangu. Nahitaji kumuona mwanangu. Mama Joel alizungumza huku akitoka ndani hapo na kumfanya mzee Mashushu kumfuata kwa nyuma. Mke wangu, usinishike. Nipeleke alipo mwanangu. Mama Joel alizungumza kwa hasira huku macho yakimtoka. Mzee Mashushu aliongozana na mke wake mpaka kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Nataka kumuona mwanangu, Mama Joel alimwambia mtunza maiti kwa ukali, na ndipo mzee Mashushu akampa ishara mzee huyo anaitunza maiti. Kweli wakaingia ndani na moja kwa moja akapelekwa mpaka kwenye jokofu alilohifadhiwa Joel. Mhudumu alifungua jokofu hilo, jokofu ambalo lilikuwa limeuhifadhi mwili wa Joel, akalivuta hivi taratibu. Mama Joel hapo taratibu kwa ujasiri wa hali ya juu alimsogelea mwanae, alimshika taratibu usoni mwake huku uso wake ukiwa umejawa na makovu ya kupigwa. Mwanangu, nani amekufanyia hivi? Ni kijana mmoja anaitwa Khan, ndiye aliyemteka. Amekamatwa? Mama Joel aliuliza kwa sauti nzito kweli kweli. Polisi wanaendelea na ukaguzi wao. Mzee Mashushu alizungumza kwa sauti iliyojaa mtetemeko wa uoga, kwani alichokitarajia kukiona kwa mkewe sicho hiki ambacho nakiona. Sawa, hebu mrudishe mwanangu. Mama Joel alizungumza na mtunza maiti akarudisha ile maiti kwa ndani. Mama Joel alitoka akakutana na Gamba nje ya chumba hicho cha kuhifadhia maiti. Alimtazama Gamba kwa macho makali na kisha akampita. Gamba, unaweza kumwona? Mzee Mashushu alizungumza huku akitetemeka kwa haraka haraka. Ilibidi amwai mkewe aliyekuwa anatembea kwa mwendo wa kasi kweli kweli. Gamba akamtazama mzee huyu ambaye alikuwa anahifadhi hii maiti. Gamba akajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akaingia ndani. Aise, unajua sijawahi kuona mwanamke akiingia humu ndani na asidondoshe chozi. Zaidi huyu mama akaingia humu hajadondosha hata chozi. Mtunza maiti alizungumza huku akiwa anafungua jokofu hilo, na hapo kijana Gamba akaitazama maiti ya Joel. Amefariki, huyu kijana bado ni mdogo sana huyu. Mzee huyo mtunza maiti alizungumza hivyo. Gamba akasema ni kweli, tutarudi kumchukua. Sawa, aise, poleni sana. Tunashukuru mzee. Gamba alitoka ndani hapo. Mme wangu, una picha ya huyo kijana? Ndio, picha yake hapa. Mama Joel alitazama picha ya Khan kwenye simu ya mumewe. Mke wangu, na haya hapa ni mahojiano ambayo Glory alikuwa ni mpenzi wa huyo Khan, ex wake, kabla ya mtoto wetu. Mahojiano yake ya Glory ameujiwa kituoni. Mama Joel akaanza kuitazama video hiyo ya mahojiano ya Glory mpaka mwisho. Nahitaji kurudi nyumbani. Ila mke wangu, utazame hali ya Rosie. Rosie si amezimia? Ndio, atamka tu. Utarudi naye nyumbani.
Gamba, nakuomba nirudishe nyumbani. Mama Joel alizungumza kwa ujasiri hadi kila mtu alibaki na mshangao, kwa sababu waliamini mama huyu angelia kwa uchungu, huenda angezimia, presha ingepanda. Lo! Gamba akamtazama mzee Mashushu, akampa ishara ya kufanya alichokuwa amekizungumza mkewe. Mama Joel alitangulia kuelekea kwenye gari. Gamba, ndio mzee. Muendeshe vizuri mke wangu. Sawa mzee. Gamba alitembea kwa haraka na kumkuta mama Joel akimsubiri kwenye gari. Wakaingia na kuondoka. Rafiki yangu, unajua nimeshangaa mke wangu amekuwa ni jasiri. Unajua kuna aina mbili za upokeaji wa msiba, hususan kwa mtu anayempenda aliyefariki. Kuna aina ya kumpokea mtu kwa kulia na kuna aina ya kumpokea mtu kwa ujasiri. Sasa shemeji yeye ni mtu wa aina ya pili. Sijategemea. Nikwambie kitu mzee mwenzangu, inabidi hawa washenzi tuhakikishe wanalipa kwa hilo walilofanya. Ni watalipa tu. Kwani vijana wetu si wapo kazini? Ndio, na mimi nitakuachia vijana wachache hapa. Acha mimi nianze kufanya taratibu za mazishi. Nashukuru sana Rafael. Unajitoa sana kwa ajili yangu. Usijali, sisi ni ndugu bwana mzee mwenzangu. Sawa. Don Rafael baada ya kuzungumza kaondoka na kumwacha mzee Mashushu akiwa na walinzi wachache. Gamba. Ndio mama. Gamba alitikia huku akiweka kioo vizuri ili kumwona mama Joel alikuwa amekaa siti ya nyuma. Gamba anataka kujua tunafanyaje kwenye hili. Usijali mkuu. Kazi nimeshaimaliza. Hebu nione. Video ipo kwenye email ya kazi. Mama Joel akaitoa simu yake kwenye kipochi manyoya huku. Akaingia kwenye email aliyokuwa ameambiwa na kijana Gamba. Akaifungua, alianza kutazama picha za mauaji ya Khan. Akaitazama mpaka mwisho. Roho yangu bado haijaridhika. Mama Joel alizungumza huku akiifunga hiyo email, na Gamba akamuuliza kwa nini? Mbona umemuua kiurahisi sana? Nahitaji umpatie hasara kubwa sana. Sawa mkuu. Na nikwambie kitu kimoja Gamba, usiri wetu uendelee kudumu hivi hivi. Na sasa hivi na kuhitaji uwe dereva wa familia, hususan mume wangu, kwa sababu naamini watahitaji kulipiza kisasi. Hakuna shaka madam. Na kitu kingine Gamba. Ndio madam. Hakikisha Glory na yeye anakufa. Lakini madam, naweza nikakuuliza kitu? Yeye ndo amesababisha kifo cha mwanangu. Ila kwanza hakikisha hao wapuzi unawatia hasara. Sawa madam. Walifika nyumbani. Kitendo cha mama Joel kufungua tu mlango wa gari, alianza kulia kwa kupiga mayowe na kuwafanya watu waliopo ndani watoke kwa haraka mno. Wanamama waliopo eneo hilo nao wakaungana na mama Joel kulia. Gamba alibaki ndani ya gari huku akitazama watu wakiingia ndani. Gari nyeusi aina ya V8 new model ilisimama pembeni ya gari ya Joel, na kisha akashuka mtoto wa pili wa mzee Mashushu huku akiwa ameongozana na mwanaume mrefu ambaye ni mpenzi wake. Waliingia ndani na hali walioikuta hapo wakatambua kabisa kuna msiba. Walinzi baadhi wakamfuata Gamba, alishuka ndani ya gari, wakaanza kumuuliza kinachoendelea. Gamba akasema dogo ameuawa na mwili wake uko mochwari. Wewe vipi kuhusu mzee? Mzee yuko Muhimbili pia. Sawa. Basi tugawanyike kwenye timu mbili. Timu ya kwanza tuelekee Muhimbili na timu nyingine ibaki hapa kuimarisha ulinzi. Kiongozi wa ulinzi wa mzee Mashushu alizungumza na baadhi ya wakaondoka pale na magari matatu, huku wengine wakibaki nyumbani hapo. Gamba taratibu akaelekea chumbani kwake huku akiwa amejawa na mawazo mengi mno. Sikuhitaji kurudi kazini. Gamba alizungumza huku akiwa na tafakari jukumu alilopewa na mama Joel ambaye ni bosi wake, ambaye kwa kipindi kirefu tu hawakuwa wakifanya kazi yoyote ile ya uhatari. Naam, upande wa pili kule Uhindini. Mkuu, hii hapa ni picha ya kijana ambaye ambaye alikuwa kijana wako alikuwa amemteka.
Ishan, baba mzazi wa Khan, alipokea picha ya kijana Joel. Na watu wetu wote wameuawa, na ile safe house yetu ipo chini ya serikali. Ina maana wazazi wake ndo wametuma muuaji? Inawezekana mkuu. Baba yake ni nani huyu kijana? Mbona anaonekana anataka kuwa na nguvu sana? Ni huyu hapa, anaitwa Mzee Mashushu. Ni mfanyabiashara mkubwa sana na ni miongoni mwa wateja wetu wateja wetu wa pikipiki na bajaji. Huyu Mzee Mashushu huwa anazitoa sana hizo pikipiki na bajaji kwa vijana kwa sababu anajiandalia mazingira ya kutaka kugombea ubunge uchaguzi unaokuja. Mzee huyu wa Kihindi, Ishan, alishusha pumzi taratibu huku akitazama picha ya Mzee Mashushu. Sasa yeye Mzee Mashushu ameua kijana yangu na yeye ni lazima inatakiwa alipe. Ila mkuu, kijana wako ndo ameanza kumuua kijana wake. Hivyo hii ni 50 kwa 50 mkuu. Tunaweza tukafumba macho tukagawana nusu ya maumivu au tukapeleka vita ambayo itaathiri sana biashara zetu, hususan kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa sababu kiwanda chetu kilichopo nchini Tanzania ndo kinasambaza pikipiki na bajaji katika ukanda huo. Oh, Mungu wangu. Unajua toka nilipoona ile video call nimeshindwa fanya hata kazi na ninakosa usingizi kabisa. Mkuu, inaumiza sana. Ila vita alianzisha mtoto wako Khan. Sasa mimi tafakari nini cha kufanya. Hakuna shaka mkuu. Mzee huyu wa Kihindi Ishan alimtazama mlinzi wake huyu mkuu ambaye huwa anampa majukumu ya kufanya kazi zake nyingi sana za kihalifu. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Rosie akiita. Baba. Rosie aliita kwa sauti ya upole mara baada ya kumwona baba yake Mzee Mashushu aliyekuwa amepitiwa na usingizi. Binti yangu umezinduka? Ndiyo baba. Mzee Mashushu alizungumza huku akisogelea kitanda alichokuwa amelazwa Rosie. Hivi sasa nilikuwa nimelala. Baba, mimi nimelala muda gani kwa nitoka nimezimia? Kama masaa 6. Hivi baba, nilichokiona kwa mdogo wangu Joel ni kweli? Ndiyo mwanangu. Ni kina nani umefanya hivyo baba? Bado wanaendelea kutafutwa na maaskari. Naam. Wakati Mzee Mashushu anaongea hivyo, simu ya Mzee Mashushu ikaingia ujumbe. Alifungua ujumbe huo wa video. Mzee Mashushu alishtuka. Ilikuwa ni video ametumiwa. Kwenye hiyo video alimuona Khan akiwa ameshikiliwa huku akipatiwa mateso makali mno, tena mateso ya kikatili yaliyopelekea kifo chake kilichomfanya mpaka Mzee Mashushu akabaki mdomo wazi. Kwa sababu alitamani, Mzee Mashushu alikuwa anatamani siku moja amkamate huyu kijana Khan akiwa yuko hai, amuue kwa mikono yake mwenyewe. Lakini Mzee Mashushu anajikuta ametumiwa video ambayo tayari kijana Khan ni ameuliwa kifo cha kikatili vibaya mno. Bwana, mambo yanazidi kuwa ni matamu. Kwa nini unajua? Ni hivi, ujasiri aliouonesha Mama Joel mara baada ya kupokea taarifa juu ya kifo cha mwanae. Huyu mama alikuwa yuko jasiri mno mpaka watu wengi walishangaa. Sasa jamani, hebu tujiulize hili swali. Mama Joel ni nani? Alafu Mama Joel na Gamba, mbona wanajuana? Mbona wanatumana hawa? Hivi unahisi nini kinachoendelea kati yao? Mama Joel anamjua Gamba vizuri, nani mtu wake, na anampa misheni kwamba nataka Rosie afe, nataka kitu fulani kifanyike, na Gamba anasema sawa madam, sawa mkuu. Wara. Lakini pia Mzee Mashushu amepokea video ya mauaji ya yule kijana Khan. Ameuawa na mtu ambaye hamjui. Yaani Mzee Mashushu anajiuliza, huyu Khan huyu kauliwa na nani? Mimi huyu Khan nilitaka nimshike nimuue mimi mwenyewe. Sasa bwana nimetumiwa video ameuawa. Nani kamuua? Mzee Mashushu amepewa video ya mauaji ya Khan na ameuawa na mtu asiyemjua. Je, nini kitatokea? Bwana, usikose kufuatilia katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 3, mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver.
Wale noma kweli kweli. Vipi kule upande wa Uhindini? Kweli yule mzee atakubali ushauri wa yule mlinzi wake ya kwamba mzee usianzishe vita? Hii vita alianzisha mwanao, mwanao amekufa na upande wa pili kule mtoto wake yule kafa. Kwa hiyo mzee ilimalize bwana. Udesi yule Muhindi atakubali? Au Muhindi atataka kulianzisha zogo? Bwana, tukutane katika sehemu ya 3. Asante.